Mimi wakati naanza kudansi nakumbuka nilianzia kudansi kwanza kanisani. Kanisani baada hapo nikapata kundi la maharusi nikacheza. Hata kiongozi alikuwa akitaka kunitongoza, naambia nyinyi ndio mnafanya mpaka wazazi wetu wanaona kama sisi wa malaya. Mimi nikanamsikiza sana babangu mkubwa. Babangu mkubwa hataka kabisa mimi nicheze. Naambia hizo kazi za kimalaya sifini na nini. Baba shikamoo. Ulikuwa wapi? Nikamwambia nilikuwa nimeenda kutafuta kazi, nipata kazi kiwandani. Nikamwambia ufanye kazi za kiwandani. Kwa nini unafanya kazi za kiwandani? Mama ikawa akija nyumbani nikimsalimia, mimi sio mama yako. Naambia kabisa mimi sio mama yako. Yeye anachotaka mimi nimwombe msamaha. Alafu mimi jamani, mimi ni mgumu sana kuomba msamaha kwa issue ambayo sijakosea. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Hi guys, mambo ni aje? Mnaendeleaje? Karibuni sana kwenye episodi nyingine ya Story Yangu Podcast. Bwana, leo tuko na mgeni special sana. Ni mrembo ambaye aliamini katika kipaji chake, akakitendea kazi na Mwenyezi Mungu akabariki juhudi zake na akaupata umaarufu. Ni content creator, ni mwanamitindo mimi nasema kwa sababu ya content anazozifanya baadhi za mavazi, lakini pia ni dancer mzuri sana. Na wengi mnamjua of course, na ni moja kati ya mgeni ambaye alikuwa requested, ndio maana siku ya leo ameketi hapa akitupa story yake. Lakini kabla mjejua ni mgeni gani huyo, msisahau kusubscribe our YouTube channel ambayo ni Story Yangu Podcast, na episode zetu zinaruka kila baada ya wiki 2. Kwa ukisubscribe unakuwa na access, zikitoka tu episode unazipata kwa uhakika na kwa uharaka zaidi. So please subscribe to our YouTube channel. Lakini sasa hivi tukaonane na mgeni kwanza, alafu mambo mengine tutaongea baadaye. Karibuni na muenjoy jamani. Mgeni wetu nyinyi mnamjua kama Bonge la Dada, kutokana na wimbo ambao alidance and then ukampa umaarufu. Lakini ukiachana jina ambalo mnalijua nyie, huyu anaitwa Queen Fryson, sio? Ukiachana huo wimbo ambao nyinyi mnauona tu ndio huu eti kama ndo alipatia umaarufu, alikuwa na safari as a dancer tokea nyuma na anafanya vizuri na ametia bidii. So huyu sio mtu ambaye alibahatisha tu. Hamna, ni wakati wa Mungu tu wa bidii zake kubarikiwa na Mwenyezi Mungu na kuonekana. Kwa hiyo siku ya leo sasa, wale ambao mlimjua kwenye Bonge la Dada, mtapata kuisikia story yake na kujua alianzia wapi, amekulia wapi, amepitia yapi na yapi mpaka akafikia kuwa Bonge la Dada. Queen, karibu. Asante. Mzima, nashukuru. Umependeza. Nashukuru, umependeza pia. Asante. Bwana, wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa ameombwa sana kwenye wale wageni. Kwamba tunataka tumuone, tunataka tukie story yake na nini. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba upo hapa leo bwana. Nimekuja. Na wale request nafikiri mtaitwe kuisikia story yake. Kwani bwana, mimi nimeshakutambulisha kwa namna ambavyo ninakufahamu. Nakupa nafasi sasa wewe kujitambulisha wewe mwenyewe kwamba huyu mrembo ni nani? Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Queen Fryson. Mimi ni mtu wa Mbeya. Lakini mtu wa Mbeya na Iringa. Okay. Kwa hiyo mwingine akiuliza anambia mimi mtu wa Iringa, mwingine akiuliza anambia mtu wa Mbeya. Kwa hiyo utakiwa tufuate kama unavyosema tamaduni zetu, tunatakiwa ufuate kwa baba. Nasema mimi ni mtu wa Mbeya. Okay. Na mimi ni dancer. Ni mwigizaji pia. Okay. Nafanya vitu vingi ni kwenye sana. Okay. Nikiwemo na ubunifu wa mavazi. Kwa sababu unazitengeneza. Sasa hiyo ni moja kati ya yangu ambayo naipenda sana kwako. Kwa sababu kuna namna unazitengeneza hapo zinakuwa nzuri. Basi ni mwili unaruhusu kivaa unapendeza. Kwani umekulia kwenye familia aina gani? Ama tuseme wewe ni mtoto wa ngapi? Kwanza mimi ni mtoto wa pili kwa mama. Okay. Yaani ni mtoto wa mwisho kwa mama, alafu ni mtoto wa pili kwa baba. Okay. Kwa sababu mimi babangu alikuwa na wanawake wawili. Okay. Alikuwa na mama yangu afu alikuwa na mama yangu mkubwa. Okay. Kwa hiyo tuko hivyo yani. Mimi wa pili wa mwisho kwa mama, wa pili kwa baba. Aha. Yes. Na malezi yako mengi umelelewa upande upi? Nimechanganya. Okay. Kuna mwaka nilikuwa nakaa kwa baba, kuna mwaka nilikuwa nakaa upande wa mama kwa sababu mama yangu ashafariki. Kwa hiyo sikukaa kutulia. Okay. Yaani labda miaka 2 nipo huku, mwaka mmoja nipo huku, niko huku. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa kuzunguka. Naweza kaenda kwa ndugu wa baba,
labda upande wa Mbeya tuseme, naweza nikaenda Tunduma, nikaenda sijui Tukuyu, nikaenda wapi, nikarudi upande wa mama nikakaa Mafinga. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu wa kuzunguka zunguka. Okay. Na hiyo ilikuwa inakusumbua kwa namna yote? Imeisha kuwa changamoto kwa namna yote? Changamoto sana tu. Okay. Sikuishi maisha ambayo ni mazuri sana. Yeah. Lakini kwa sababu tayari mimi sijui, Mungu aliweza kunipa uwezo wa kumaintain kila kitu. Kwa hiyo ni kwa kila nitakapokaa kuwe na mazingira mazuri, mabaya, mimi niko naona tu ni sawa. Okay. Japokuwa haikuwa rahisi. Okay. Yeah. Kwa kifupi sijaishi maisha ambayo sio ya kuyaongelea. Yaani sio mazuri wala sio mabaya. Yaani maisha fulani ambayo hata sasa hivi nikikaa nikiwa nipo kwenye hali ambayo sio nzuri, nikifikiria maisha ambayo nimeishi, huwa nachukua mpaka muda nalia. Okay. Yeah. Kwa ni hivyo tu. Changamoto gani ushaikupitia ambayo unajua ni mengi? Sasa unajua kukaa kwa ndugu mmoja tu tayari utapitia mtihani. Ile sawa ambayo umekaa pande zote. Na ukizingatia kwamba mama alikuwa hayupo. Lazima utakuwa ulipitia changamoto nyingi sana. Moja kati ya changamoto ama visa ambavyo unavikumbuka leo? Changamoto yangu kubwa mimi nilikuwa na tatizo la kukojoa wakati mdogo. Okay. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni sababu kubwa kwamba kila sehemu nitakayoenda kukaa lazima nionekane mimi ni changamoto ndani. Unaelewa? Kwa hiyo yani haikuwa rahisi. Yaani hilo ndio ilikuwa changamoto yangu kubwa ambayo ilikuwa inazaisha na changamoto nyingine. Okay. Ila hiyo ndio ilikuwa ndo. Na unajua ikiwa uko na changamoto ukiwa mdogo, ina maana kwa kuna sababu ambazo ukiendelea kusema zaidi ndio ilikuwa inafanya tatizo lazidi kwa. Yeah, yani na ubaya ni kwamba mimi hata sasa hivi nikija kuishi na mtoto ambaye ana changamoto ambayo nilikuwa nayo mimi, tayari nishajua kwamba mtoto unavompiga sio kwamba anachokojoa, unazidi kuharibu. Muda mwingine sasa anakuwa mpaka anaota kwamba yani ujue kipigo cha mchana kinamwotesha usiku. Nenda kaojoe, kwa usiku anaota nenda kakojoe, kumbe ndo anaharibu tena. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi kusema kweli. Changamoto yani hiyo kitu ni kitu ambacho ilikuwa inaniumiza sana. Ilikuwa inaniumiza sana kwa sababu kila nitakapoenda kukaa lazima hiyo ndio iwe changamoto yangu kubwa. Okay. Kwa hiyo kitu kilikuwa kinanitesa sana. Unakumbuka nini ambacho kilikusaidia ukaja kukaa sawa? Kilichonisaidia nakumbuka nilitoka kwa sababu nilikuwa ukiachana hii kukaa kwa baba na kwa mama, kuna kipindi ambacho nilirudi sasa upande wa mama. Nimekaa muda mrefu bado nikawa na changamoto hiyo. Nikarudi upande wa baba sasa kwa babangu mzazi kwa sababu babangu mzazi sijaishi naye sana. Kwa hiyo ikafika kipindi ambacho nimeenda kukaa naye. Nikaacha tu kwa sababu nilikuwa sipigwi. Na hapo tayari nilikuwa darasa la 7. Okay. Nikawa sipigwi, lakini nyuma wakati niko darasa la 2 la 3 wakati nipo hapa kwa baba bado nilikuwa napigwa, lakini sikuacha. Kwa hiyo nilipofika darasa la 7 nikaenda Tunduma, nikarudi kwa baba sasa kwa babangu mzazi. Ndio nikaacha kwa sababu nikawa sipigwi, yani tayari sina ule uoga. Kwa hiyo nikaa na uwezo usiku hata nikilala naamka mwenyewe. Ndio nisaidia. Au muda mwingine unakuta silali, na hizi pia ilikuwa imechangia. Nikawa silali hata saa mpaka saa 9. Yeah. Ili kuepuka pia na michezo. Okay, lakini ulipita hapo. Tayari ulipitia changamoto lakini uliweza kuishinda. Yeah, sana. It's a great thing. Unalipi la kumwambia mzazi ambaye mtoto wake anapitia changamoto? Nafikiri solution ni ipi? Kwa kweli, kwa sababu hiyo tayari haijulikani kama ni ugonjwa au nini, na dawa yake dawa yenyewe hakuna. Yeah. Dawa ya mtoto kuacha kukojoa hakuna. Mimi nimenyoshwa mpaka sijui maji ya mchele. Sijui yani vitu vingi, lakini bado sikuacha. Kwa hiyo ni kukaa tu kumwambia mtoto wako kama ni unatakiwa kumwamsha usiku muamshe tu kwa ustaarabu, amka nenda kakojoa. Mimi nilikuwa naamshwa kwa fimbo. Okay. Yani unafuata kitandani, amka. Kwa hiyo ile ilikuwa inanisumbua, yani ilikuwa inanisumbua sana. Wanatakiwa tu wajue ilikuwa inanisumbua sana. Kwa hiyo kama ni mzazi na mnaona ana changamoto hiyo, muamshe tu usiku muamshe. Mwekea taratibu za kuamka mara 3 usiku. Unajua paka ishapitisha masaa 2 3, muamsha akisaidia, akirudi analala, asubuhi anaamka tu uko sawa. Nafikiri wazazi utakuwa wamekusikia. Okay, sasa safari ama masomo yalikuwaje? Kwa sababu ulikuwa unahama sana shule. Hapo ilikuwa nikikaa Tunduma. Kwanza nimeanza kusoma niko Mbeya. Mbeya ilikuwa ni upande wa mama, lakini babu ambaye nilikuwa nakaa naye mimi alikuwa mwanajeshi Mbeya. Okay. Kwa alivyokuwa Mbeya nimeanza kusoma pale chekechea mpaka darasa la 2. Jeshi likamhamishia Mafinga. Ambako Mafinga sasa ndo alikotokea, yani si unanielewa? Yani ndo nyumbani sasa. Yes. Kwa akahamishwa nyumbani. Kwa kule nikasoma mpaka la 2, sikumaliza la 2, nikasoma kama miezi 2 akaja kunifuata babangu mzazi. Babangu nikaja kunichukua la 2, la 3, la 4.
mpaka la 5 nikatoka Mbeya huko vijijini kunaitwa Usangu. Nikatoka kule akanipeleka Tunduma kwa shangazi yangu. Kwa Tunduma nimekaa mpaka nimaliza la 7. Nikaondoka Tunduma na nilitoroka. Nikatoroka nikarudi upande wa mama. Mafinga pia nimekaa, nikapata bahati babu yangu kwa sababu matokeo hayakuwa mazuri. Hayakuwa mazuri matokeo ya darasa 7. Yaani hayakuwa mazuri. Sikumbuki nilikuwa na wastani gani lakini hayakuwa mazuri. Hata shule ambayo ningepata haikuwa ile shule ya viwango vya juu. Kwa babu yangu akafanya mpango na babu yangu sio babu yangu ndugu yangu, hapana, ni mume wa shangazi yake mama ambaye ndio bibi yangu mimi. Kwa hiyo akafanya kwa sababu ananijua tangu mtoto. Akafanya akanipeleka shule ya private Kawawa kama unisikia. Kwa nimesoma pale mpaka form 2. Kuna changamoto zikatokea hapo, yani mambo yakawa mengi. Changamoto ikatokea, dada yangu mimi ambaye nimezaliwa tumbo moja na mamangu alikuwa hapatani na ndugu zake yani. Yani hapatani na ndugu zetu niseme. Ambapo ulikuwa unakaa. Hapatani na upande wa mama, yes. Kwa akawa kama wamemtenga. Mpaka sasa hivi. Akawa kama wamemtenga. Kwa ile na yeye dadangu ndo alikuja kunifuata mimi Tunduma. Mimi sikuwahi kuona naye karibia nimefikisha mpaka miaka 14. Sijawahi kuona naye. Ikabidi yeye anitafute. Akanitafuta akanikuta Tunduma. Nilipofika Tunduma hakupenda maisha ambayo nilikuwa naishi. Naweza ngasema yalikuwa mazuri kwa sababu sasa hivi na uwezo wa kukaa na mtu yote, lakini pia hayakuwa mazuri kwa kipindi kile kwa sababu mimi nilikuwa mdogo. Nilikuwa nafanya kazi sana, nilikuwa mpaka kuna muda mtu akija anaweza akajua mimi sio familia ya pale. Mimi ni house girl, nimeenda kwa ajili ya kufanya kazi, kwa ajili ya kulipwa, lakini mimi nilikuwa ni familia yao. Kwa kile kitu ikaa hajakipenda akanitorosha, ndio nikaenda Mafinga. Nilifika Mafinga nikarudi sasa kwa babu ambaye nilikuwa nakaa naye Mbeya. Unanielewa? Yule ambaye alikusomesha chekechea mpaka darasa la 2. Kwa hiyo nikarudi pale nikakaa nao. Ikafika kuna kipindi niko form 2. Ndio nilikuwa naelekea form 2. Yaani kama nimeshasoma kama miezi 2. Dada yangu akaja akanichukua. Anakaa pale pale Mafinga. Akaja kunichukua kwamba naomba aje nini anisalimie kwa sababu ni mdogo wangu. Anisalimie tu leo afu atarudi kesho, ambapo kesho inakuwa ni Jumapili. Kwa mimi nikaenda Jumamosi, Jumapili nikaona kwa sababu kesho sisiendi shule, ngoja tu tufanyeje? Nibaki huku. Na mimi ndio nataka nibaki, sio yeye. Mimi ndio nataka nibaki. Nikamwambia ngoja tu nibaki huku. Sasa kule nyumbani kwa babu na mama zangu wadogo na hivyo bibi wajomba zangu akampigia simu akamwambia umetuambia mtoto anakuja Jumapili, alafu mpaka sasa hivi hajarudi, na maana gani? Kwa hiyo ikawa mvutano. Kesi tena. Ikawa kesi. Alafu dadangu sasa ni mtu ambaye mimi sijui. Ni mtu ambaye anajua vitu vingi kuhusu mama yangu na maisha ambayo alikuwa anaishi na wale ndugu zake. Kwa akawa ananiambia mnamtesa mdogo wangu, si nini na nini. Mimi hivyo vitu sikumwambia. Mimi mpaka baba yangu mzazi aliyekaja kujua kwamba naishi maisha magumu pale nyumbani, alikuja kumwambia jirani. Mimi sio mtu wa kwamba eti nateseka, unaishi vizuri siri. Nikamwambia hapana, kwa sababu mimi napenda amani. Siku zote yani mpaka nimefika ubao mimi napenda amani. Naweza nikasikia jambo ambalo wewe nikikwambia litaleta ugumu kwa watu wawili, lakini nikakaa nao tu niswambie. Kwa hiyo dadangu akawa anaongea, mnamtesa mtoto, siku na mtu anakuja kuniambia hapo anawafulia nguo, mnafanya kama house girl sio nini. Nguo ndio nilikuwa nafua, lakini mimi nilikuwa nafua nguo za mama yangu mdogo labda na watoto wake, kwa sababu mimi tayari nilikuwa shona nimeshakaida, ndio maisha ambayo ninaishi. Mimi sikuona kama eti ni kitu ambacho wananyanyasa. Mimi nilikuwa ni kitu cha kawaida. Kwani ni freeze nguo nakupa buku. Mimi nilikuwa sawa, kwa sababu pia hela mimi kuomba nilikuwa siwezi kuomba. Kwa hiyo kile cha kwamba kunifua hivi nakupa hela, mimi nilikuwa sawa. Nafua napewa hela, hiyo buku nilikuwa na kubwa. Nilikuwa naona kubwa. Kwa hiyo sikuweka kwenye upendo wa kuteseka. Dakika ya mwisho kumbe watu walikuwa wanapita pale, watu ambao wanajuana na dadangu, wakiona vile wanaenda kumwambia kwamba mdogo wako kila nikifika pale anafurishwa minguo, mara atashwa vyombo, mara atafanya nini. Mimi nilikuwa naona ni kawaida, nilikuwa tu ni kazi za nyumbani, kwa sababu pale baba yangu alikuwa na mifugo, alikuwa nini, vitu vyote asilimia kubwa nilikuwa navisimamia mimi. Labda kuna kutafuta chakula cha nguruwe, sijui kuna kufunga mbuzi na kufungulia mbuzi. Mimi nilikuwa naona ni sawa tu, kwa sababu ni kazi. Kwa sababu ndio tayari nishaambiwa kwani lazima ufanye kazi. Kwa hiyo nilikuwa naona ni sawa. Kwa dadangu vile akaa hajapenda, akaanza kujibizana na watu nyumbani. Kusemana nao sana, nyinyi sio ndio mmesababisha hiki na hiki, kaanza kuongea vitu vingine hata sivielewi. Nilikuwa natungoja nikae kimya. Kwa imefika ile kwa Jumapili kumbuka. Jumatatu narudi nyumbani nikakuta kikao. Yaani alafu yani kikao pale nyumbani ambapo tunakaa
ni sehemu ambayo bibi yangu ambaye nakaa naye ambaye ni shangazi yake mama naye kazaliwa hapo hapo. Kwa ni boma. Yani bibi mkubwa, si bibi mdogo, si bibi nani, na bibi ambaye ndo kawazaa yeye mwenyewe yuko pale pale. Kwa nikafanywa kikao. Kaja mamangu mdogo ambaye siku hata kumtajia kama atakuja atanifanya hivi kunipiga kibao, lakini kaja siku ile kanifinya. Wewe mtoto, wewe mchawi ujue. Kwa sababu gani unakuambia mimi nakufanyisha kazi sio nini? Nikamwambia mimi hayo yote sijaongea. Lakini kama unavyojua kitu ambacho ukweli ambao uko nao moyoni, hakuna mtu anaweza akajua. Yaani hamna mtu anaweza akaamini nitapepi nasema ukweli wala. Kwa hiyo ilikuwa ni siku yangu ambao nikiwa kwenye hali yangu mbaya. Naweza ungenifanyia interview juzi hapo, jilini hapo. Ningekuwa nalia. Kwa sababu nilikuwa kwenye situation ambayo nakumbuka vitu vingi vya nyuma. Yeah. Kwa mtoto amekuja, wewe mtoto una tabia za kichawi, utakuwa mchawi wewe, sio bure, si nini. Wananiongelea. Mimi nimekaa tu kimya na wasikiliza. Kwa sababu hata nikisema nijielezee, tayari watu ambao hawezi wakaamini ninachokiongea. Kwa kikao kikafanyika. Dakika mwisho sasa, kwa sababu pale nilipokuwa nakaa ni kwa kama ninavyokuambia kwa shangazi yake mama, na ndo bibi ambaye kanilea. Yaani naweza kusema ndo bibi ambaye kanilea kuanzia utotoni, kwa sababu mamangu alipofariki, mimi mamangu hata sura simkumbuki. Okay. Yeah, alipofariki sikumbuki ilikuwaje, hata msiba wake. Mimi nakumbuka vitu vingi sana. Vitu vingi sana vya utotoni nakumbuka, lakini sikumbuki swala hata moja kuhusu mama. Okay. Yeah. Kwa msiba ulivyotokea, kwa yeye anavyosema kwamba watu waliniacha pale, hakuna mtu ambaye alikuwa amechukua, so bibi yangu ambaye ni mzaa mama, so babu yangu ambaye ni mzaa mama, wote waliondoka. Dakika mwisho nikaa nimekaa pale, niko tu juani sieleweki. Akaja akanichukua bibi ambaye huyo bibi ni nyenya tunajua. Yes. Yeah, bibi yake mama. Yeah, kanichukua nimekaa naye kama sikumbuki ni muda gani, lakini nakumbuka kipindi wakati naishi naye. Baada hapo ndo akaja kunichukua bibi wa shangazi yake mama. Yeah. Ndio kaja kunichukua. Kwa pale wakaa kwenye hicho kikao, wamekuja wote kwamba chagua. Umebadilika na sisi tabia zako ambazo uko nazo hatuwezi tukazivumilia. Kwa hiyo chagua utaenda kwa nani? Bibi yangu ananiambia mimi hapa kwangu sikutaki. Kwa hiyo chagua utaenda kwa nani? Uende kwa baba yako Usangu, uende kwa bibi yako Tunduma ambako ndo nilikuwa nimetoroka. Uende kwa dada yako huko maana ni pale Mafinga, yani ni kama hapa Dafu Mbagala. Uende kwa dada yako huko au uende kwa babu yako, ambia babu yangu ni mzaa mama. Na yuko pale. Babu yangu akamwambia kwa sababu ana changamoto mimi sitaki aje kwangu. Sitaki aje kwangu. Alafu bibi yangu anambia mimi sitaki tena matatizo kwa sababu tayari naongea naye sana kila siku, sitaki matatizo. Hapo kuna wadogo zangu, kuna mama zangu wadogo. Sasa kwa sababu tayari akina mama mdogo nishawakosea. Hakuna mtu ambaye ananiambia sijui omba msamaha sifa nini. Wote wananiangalia, ni wote walikuwa tayari kwamba wewe ukiondoka sawa. Yeah. Kwa nikakaa siku ile nikawaza, nikaona siwezi nikaenda kwa baba. Kwa sababu pia hata mama wangu mkubwa, mwanamke wa baba, sikuwa naishi naye vizuri. Yaani visali vingi mpaka nashinda nisini kwa disi kipi nikiache kipi. Sikuweza kukaa vizuri, yani sikuweza kukaa vizuri. Tayari ni watu ambao mimi niko sawa. Yaani mimi niko sawa, lakini kwake hayuko sawa. Kumbuka mama yako alikuwa mke mdogo, kwa lazima tukunaoa. Hayuko sawa. Kwa hiyo ingawa ni siku ambayo sasa ndo nimekaa ndani ya dakika ngapi hizo nakaa naumiza kichwa, niende kwa nani? Nikaona sasa nitaenda kwa nani? Sema ambao nitakaa vizuri. Bwana niende kwa dada. Kwa nikaambiwa ondoka hapa nyumbani. Kama unaenda kwa dada yako, kama unaenda kwa bibi yako. Na siku bibi akachukua mpaka simu kampigia bibi wangu wa Tunduma sasa, ambaye ni mamake mdogo wa mama. Kampigia, akaanza kumpigia mtoto wangu kwamba tumemshindwa sina nini, uzuri simu ikawa haipatikani. Akakosa kumpigia. Akamkosa yani. Kwa nimekaa pale, wananiuliza wewe sema haraka unataka kwenda kwa nani? Babu akamwambia mimi sitaki kama mtoto kama hata ajitumi si nini. Babu yangu sasa mzaa mama. Bibi akamwambia kwenye swala la kazi wala siwezi nikakudanganya. Swala kazi anafanya vizuri kabisa. Humtumi kazi. Anafanya kazi vizuri, lakini masuala yake ndio hayo, mara kujikojolea, mara hivyo, sijui yani hajatulia, yani akili yake haijatulia. Sasa mimi nikanajiuliza akili yangu haijatulia na vipi? Ni swala ni changamoto ya kujua tu au kuna changamoto nyingine au kwa sababu yeye imesababishwa na vitu vingi, mazingira ambayo umekuwa yani changamoto kwa ni mingi sana. Sijui kusema kweli. Ukiniuliza changamoto ya mimi jinsi ambavyo nilikuwa naishi, mimi sijui, najua tu nikujua kwa sababu kama kazi nilikuwa nafanya, nilikuwa nasikiliza, sikuwa na kiburi. Changamoto hiyo ya kuwa unakojua kitandani kwa sababu ya mazingira uliokuwa upo nayo. Labda. Yani uko haupo, una hofu ya kukosea kila muda.
Nice. Hofu ya kudisappoint na nini. Pole. Kwa nilivyokaa pale nikamwambia tu mimi ngoja niende kwa dada. Akaambia umeona? Lazima atamchagua dada yake. Dadangu mimi alikuwa tena dadangu ndo hajalelewa na baba wala na mama. At least labda naweza kusema mama sijui kamwacha na miaka mingapi. Kapata kidogo malezi yake. Kwa tangu mama alivyofariki akanimtu ambaye anaishi na watu ambao wataso ndugu zake au wanaenda kufanya kazi za ndani, kazi za kuuza basi sijui kama amefanya, lakini sasa nishasikia pale nyumbani kwamba dada yako sijui anajiuza sijui anauza baa. Kwa hiyo nilivyoambia nenda kwa dada, wakaambia umeona anachagua kwenda kwa dada yake ili akaendelea kufanya malaya. Mimi nimekaa kwa dada. Dadangu usiku ukilala bila kuomba, yuko lazima hata kumwagia maji. Amka usali. Ila wao walishamwekea ubaya. Wao washaweka kwamba huyu dada yako ni malaya. Sasa mimi nikiangalia dadangu niishi vizuri na nikifika pale, yani ni mtu ambaye hata ukivaa sijui umevaa ovyo, wewe unaenda wapi umevaa hivyo? Unaelewa? Kwa hiyo nikaa nashindwa kule. Mimi nikaona ngoja tu niende kwa dada. Bora kwanza mwisho hapo yeye peke yake ndo angekupokea. Ukiangalia kwa scenario. Ndio. Kwa navotoka kwa sababu kumbuka Tunduma nilikuwa nimetoroka. Sikuwa chochote, sikuwa na nguo, sikuwa na nini. Nikafika pale mama zangu wadogo akanipaga nguo hivyo. Bibi yangu akaniambia ni hapa usiondoke na nguo yoyote. Usiondoke na nguo ya mwanangu yoyote. Kwa hiyo wewe ondoka na mizigo yako ambao umekuja nayo. Ukiangalia nikuwa tu na kitenge na sketi yangu ya kanisani nilikuwa nimevaa. Ondoka nayo. Kwa sikuwa na nini hata nguo za shule kwa sababu nguo za shule itakiwa nibebe sasa hata kama nikienda kwa dada nikienda kuendelea shule nione nenda nazo zile. Akaambia yani acha kila kitu. Kwa hiyo ikabidi niache. Nikachukua tu kuna vile vinguo vyangu ambavyo nilikuwa nikipata hela zangu za hivyo mama zangu dogo amenipa buku hizo nimefua nguo. Pia nilikuwa nafanya na vibarua. Kuna kabla sasa mambo hayajatokea kuna mama zangu dogo ambao walikuwa wakipata vibarua sijui vya kuvuna mahindi, vya kubeba zege, vya kufanyaje, wananiita nienda kufanya. Kwa hiyo vile vinguo vile hela vile ninunua hata vinguo vya mtumba nini, ndio hivyo nikana navyo. Sasa nimefika nje kuna dogo zangu kama watatu wakawa nalia. Dada mbona usiondoke? Muombe babu msamaha. Babu yangu mimi ni mtu ambaye ana upendo sana. Afu ana huruma sana. Kwa ile tukio lote pale hakuepo. Huyo babu yangu ambaye ni mjomba wake mama sasa. Okay. Hakuepo pale. Kwa sababu anajua kabisa ni mtu ambaye angelia, angeharibu hata kikao chenyewe, angeharibu. Kwa hiyo hakuepo, akaa yuko zake huko nje adili na mifugo yake. Kwa hiyo ananiambia, "Muombe babu msamaha, si na nini?" Ndugu zangu analia. Nikamwambia, "Hamna, ngoja tu niondoke kwa sababu hapa bibi ashaniambia mimi namvuruga. Alafu babu pia hataki niende. Kwa hiyo ngoja tu niondoke." "Muombe tunakuomba, sisi tushakuzoea, si na nini." Akaja mamangu mdogo mwingine. Akanambia, "Yaani wewe shuleni kwenyewe ulikuwa tayari ushaanza kufanya vizuri. Tena unataka kuanza kuacha shule. Si muombe baba yako msamaha." Na yeye anaongea sio kama ananibembeleza, sio kaombe msamaha nini? Yaani kwamba wewe utajijua uombe msamaha. Usiombe, utajijua mwenyewe. Lakini kashaniambia shuleni ulikuwa ushaanza kufanya vizuri, bora uombe msamaha ufanye nini? Ubaki. Kusema kweli nilikuwa nataka kuondoka. Nilikuwa nataka tu niende kwa dada. Nilikuwa nataka niende kwa dada. Lakini nikaona kwa sababu sitaki kuharibu kabisa. Yaani maana yake hata nikienda kwa dada na dadangu apatane na hawa watu maana yake na mimi watanisahau kabisa. Watanisahau kabisa. Kwa hiyo ngoja ni muombe msamaha babu. Nikamfuata babu. Nilikuwa naomba usamehe mkuta babu yangu analia. Nilikuwa naomba usamehe kwa sababu bibi kaniambia hapa nisionekane, kwa hiyo nataka kwenda kwa dada. Sasa na nyinyi dada mpatane naye. Mimi nilikuwa naomba tu nisamehe nibaki hapa niendelee kusoma. Babu ukiangalia usiku kwa alishaongea sana. Kajibizana sana na dada kule. Kwa akawa hata ule moyo wa kuendelea kunilipia ada. Pale ukiwa akawa shakatika pale. Kwa hiyo kanibidi akaniambia tu nenda kaongea na bibi yako fulani, hiyo bibi ambaye yani ni mama yao niseme. Nyenya. Nenda kaongea na bibi yako. Kwa hiyo nikatoka pale bibi yangu mwenyewe ulikuwa ukiongelea dakika 2, ukiondoka rudi kashasahau. Wewe nani? Kwa sababu tayari kwa shazeeka. Kwa hiyo nikafika nikamwelezea. Sasa bibi ni bibi amenilea mimi wakati mdogo. Na mamangu alipofariki nilikaa naye hizo kama sijui ni miezi mingapi nilikaa naye. Mimi nakumbuka maisha ambayo nilikuwa naishi naye. Nilikuwa naishi naye vizuri. Kwa hiyo nilipofika pale nikaa nimemwelezea akaniambia, "Wewe mtoto wa nani?" Nikamwambia, ni wewe ndio. Tatizo dadako yule ana matatizo, si nini na nini. Mbona sasa hivi anakuletea shida hivi na hivi? Nikamwambia bibi naomba msamehe. Nikamwambia tu naomba msamaha mambo yasiwe mengine. Sitaka tena kuanza kuelezea. Nikamwambia tu naomba msamehe mambo yasiwe mengine. Akaniambia, sawa. Nikarudi ndani bibi ananiambia, "Kwa nini umerudi?" Nikamwambia mtoka kuongea na bibi. Mama yake sasa. Mtoka kuongea na bibi kaniambia nirudi ndani. Akaniambia,
hicho kiburi si na nini. Yaani ujue kuna namna unaambiwa una kiburi, alafu hujui kiburi unakifanyaje. Kinakuwa kwa sababu labda unakosa namna ya kuongea. Yaani mimi mpaka nimefikisha miaka 20 nikawa nashinda kutofautisha mtu mwenye kiburi ikoje. Kwa sababu mimi naambiwa na kiburi tangu mtoto. Kwa hiyo nikaa sijui kiburi changu ni mimi kiko wapi. Kiko wapi. Kwa ikawa hivyo. Ndio nikarudi pale nyumbani. Ndio kaendelea kuishi. Nikarudi nyumbani, lakini shule ndio ikawa nikienda ada nikawa silipii. Kwa hiyo kanibidi tu niache shule form 2. Okay. Ikabidi uishi hapo form 2. Nikabidi niache shule form 2. Okay. Ilikuwaje ukarudi da sasa? Ukarudi ukaja da. Da nilivyoacha form 2. Nikakaa kama miezi 3 fulani 4. Babangu akaja akanipigia simu, akapiga simu kwenye simu ya bibi. Baba ni mtu ambaye nilikuwa siongea naye kwa sababu nilikuwa nimetoroka. Kwa hiyo nilikuwa siongea naye, nilikuwa sijui taarifa zake zozote. Lakini nilikuwa gani nikikaa, muda mwingine hata nikilala, naweza nikaota babangu anaumwa sana. Nashinda hata kumwambia bibi kama nimeota babangu anaumwa. Muda mwingine mpaka nilikuwa naota babangu amefariki. Kumbe babangu alikuwa kwenye kipindi ambacho anaumwa vibaya mno. Yaani anaumwa sana. Kwa hiyo siku baba akapiga simu. Nakumbuka ilikuwa asubuhi nimetoka kupasha ugali kwa ajili ili nile kiporo. Niendelee na ratiba nyingine sijui za mifugo kufua. Simu ilivyopigwa tu nikapokea. Bibi akapokea akamwambia, "Kwani mbona na babako?" Nikaongea naye nikajisikia amani mpaka njaa ikakata hapo. Yaani kwa sababu sijaongea naye muda mrefu. Nikajisikia amani. Akamwambia, "Basi nitakutumia nauli uje." Nikamwambia haina shida. Nitakuja. Nikaa baada ya wiki 2 nauli ikatumwa nikarudi kwa baba. Kwa hiyo nimekaa kwa baba. Nikakaa hapo 2010 ilikuwa 2010 ngapi? Nikakaa kwa baba kama miezi fulani hivi. Lakini sasa kama nilivyokuambia bado nilikuwa siko sawa na mamangu mkubwa. Kwa hiyo ikitokea labda ujue bado nilikuwa mdogo. Mimi bado nilikuwa natakiwa niambiwe Queen unatakiwa ufanye hiki, unatakiwa ufanye hiki, unatakiwa ufanye hiki. Kwa hiyo nafika sehemu ambayo kwanza nilipofika Mungu wangu, nilipofika nilimsalimia akuniitikia. Mama shikamoo akuniitikia. Nikaingia ndani nikaweka mizigo. Yaani ujue umefika mgeni kwamba hujui hata unafikia wapi. Kwa sababu ilikuwa tayari ni miaka karibia nimetoka pale darasa la 5. Nimerudi niko form 2. Muda umeenda kwa hata kwamba labda hichi ndio chumba ambacho natakiwa nifikie. Hujui unafikia wapi. Babangu nimemwacha huko kijiweni ambako sasa ndo nimefika, kanipokea kaambia wadogo zangu nenda dada nyumbani. Yeye kabaki huko. Kwa hiyo nimefika tu nikatulia sasa nasubiri labda ndo mama ataniongeza weka hapa. Kwa hiyo nimefika tu shikamoo kapita. Nimepita naye mlangoni shikamoo kapita kaenda zake jikoni. Acha Mungu akuniitikia. Hiyo swali nikakaa nikafikiria nikaona ina maana kumbe mambo ya kaile bado hiyo. Mambo ya 2013. Kama sio 2013 2012 mpaka sasa hivi bado anayo moyoni. Na chanzo cha mimi na yeye, sio chanzo cha mimi na yeye. Chanzo cha yeye kwamba kaniweka pembeni. Mimi nilikuwa naishi naye tu vizuri. Mpaka nilikuwa nikiungua hivi na ugali ananipa maji kunywa mwanangu. Lakini chanzo cha mpaka yakafikia yote ni gauni tu la sikukuu. Okay. Sisi kwa baba watoto wa kike tuko 3. Lakini kipindi kile tulikuwa 2 kwa sababu mmoja alikuwa bado mdogo. Alikuwa mdogo sana. Yaani alikuwa bado ananyonya. Kwanza alikuwa hajazaliwa. Nakumbuka ilikuwa sikukuu Christmas. Baba hakuwepo. Baba alikuwa ni mwenyekiti kwa alikuwa amefuatilia vitu vingi mjini. Ndugu yangu sasa akawa ananicheka akaniambia, Queen, yani bora hata uombe hela nguo kwa baba. Si wenzako leo sikukuu lazima tutoke tumependeza. Mimi sina nguo. Na ndio ilikuwa ni kama Christmas ya kwanza pale. Kwa sababu alikuwa baba katoka kunichukua Mafinga kaleta pale. Kwa ilikuwa kama ni Christmas ya kwanza. Bora uombe nguo kwa baba. Sisi hapa wenzako tuna nguo zetu, baadaye mamangu anakanikia nguo kwa baadaye tunaenda kusherehekea. Mimi nikamwambia ngoja baba aje. Nitafanyaje? Nitaenda kumwomba. Imefika saa 6. Nikaenda ofisini sasa, ofisi ya baba. Baba watu wananiambia babako hajarudi bado. Subiri mpaka saa ngapi ndo anarudi. Kwa sababu kule kijijini bado afunjia ikawa nasumbua, mvua imenyesha. Kwa hiyo imefika saa 8 fulani hivi. Saa 8 saa 7 nikaenda nikakuta baba amerudi. Kwa watu wa pale sasa kaambia, "Wewe mwanako anakupenda sana, mwanako anakujali sana. Kila muda anakuja kukuulizia. Baba amerudi, baba hajarudi, mpaka sasa hivi amerudi." Nikamwambia baba, nilikuwa naomba hela nguo ya sikukuu.
Kwa sababu Agi kaniambia yeye ana nguo, kwa hiyo baadaye watanicheka, kwa hiyo bora nikuombe na mimi niondoke nao. Akaniambia ina shida. Babangu yupo hivi, unavyokuja wewe kuniomba kitu, nitakupa wewe cha kwako. Akija mwingine kuniomba kitu, nitampa yeye cha kwake. Yeah. Kwa hiyo mimi nimeenda mimi kama mimi, baba naomba hela nguo. Akaniambia sawa. Maana yake Agi angeniambia mimi kuni sina hela, mimi ningeenda sina nguo, ningeenda kumwambia baba tunaomba hela nguo. Angetupa wote kwa sababu pia ndugu zangu wagoga wanamogopa sana baba. Hata kumomba hela alikuwa yani hawezi. Kwa hiyo mimi nenda. Mimi nenda kwa baba, baba naomba hela, chukueni hiyo. Kwa hiyo ile nimerudi nyumbani, baba akaniambia tu nenda nyumbani nakuletea. Nimerudi nyumbani, nimekaa kama masaa mawili, gauni ikaja. Katuma mtu kaniletea, "Kwani gauni hiyo hapa?" Kwa muda anaofika mamangu mkubwa yuko nje. "Nimetuma nguo ya Queen." "Mbona nguo ya Queen? Nguo ya mwenzake iko wapi?" Akaambia, "Mimi sijui, nimeambia nilete nguo ya Queen." Kwa hiyo nimepewa nguo, kaifungua mamangu mkubwa akakuta ni gauni moja, akalichukua akaliweka chumbani. Muda wa kusherehekea sasa ndio umefika. Sio kijini. Yaani kuna ule muda ambao kama ni saa 10, huo ndio muda huo ndio muda wa kwenda kusherehekea, sio kuangalia mazingaombo ya uongo na kweli. Kwa naambia, "Mangu bwana gauni." Muda umefika, kimya. Siwezi nikakupa nguo mpaka mwanangu apate nguo. Kwa sasa mimi kwa sababu nilikuwa nataka ile nguo, ikabidi niende kumsumbua sasa baba. Alafu baba alikuwa ana baa. Kwa muda ambao yuko busy, yani yuko busy, watu tayari washatoka huko, Wasukuma, Wamasai wamejaa pale, yani yuko busy, yani yuko tight kweli kweli. Mimi nafuata baba, "Naomba hela ya nguo." "Wewe si nimekupa nguo?" "Nguo ya Agi." Nenda nyumbani kwambia Agi aje mwenyewe. Nenda kumwambia mwenzangu Agi. Baba kaniambia twende ukachukua hela nguo, hataki. Ana hasira eti kwa hiyo hataki. Ashasusa. Ashasusa. Twende, kaniambia ukinatupa anakupa yeye mwenyewe. Sitaki. Mimi narudi tena kwa baba. Kwa hiyo ikawa nenda, rudi. Nenda, rudi. Kwa baba ile kamchosha, ikamkera. Akauliza mamako yuko wapi? Akaja nyumbani akauliza mamako yuko wapi? Nilikuwa nishaona mamangu simu hiyo alipo. Nikamwambia yuko sehemu fulani. Yule ndugu yangu akamdanganya yuko sehemu fulani. Baba akanisikiliza mimi. Akaenda akamkuta. Kwa sababu nishamwambia mama akasema anipi nguo mpaka anaagi umnunulie. Na ni kweli alikuwa amesema hivyo. Kwa kafika kule kashangaa tu amekuja ameshikana mashati sijui nini na nini. Wewe Agi, kwani hujaje kuniomba nguo? Nilikuwa naogopa. Kwani nimekwambia mara ngapi unifuate? Mara nyingi, kwani hujaje? Nilikuwa naogopa. Baba kama nataka kuchuma fimbo ili amchape, akakimbia. Kwa mpaka imefika saa 12 kasoro. Mimi sijapata nguo bado. Ndio ile naenda nimekuta mama mkubwa kalala jikoni, naambia mkubwa naomba nguo. Mwenzangu anaondoka, muda umefika. Hapo Agi ashakimbia. Anaogopa viboko, kashakimbia. Naambia mkubwa naomba nguo, muda umefika. Mwenzangu ashaondoka. Akaingia ndani, kachukua nguo, akaitupa. Yaani akanitupia hivi, uzuri ilikuwa kwenye mfuko. Alafu chini kulikuwa kuna maji, kwa hiyo haikuloa. Maana yake kama ingekuwa haiko kwenye maji nisingeta kushirikia. Maana ingeloa kwenye tope. Anambia usiguse maji yangu ndani, usiguse mafuta yangu ndani. Nenda. Kwa kesi ndio ikaanziaga hapa. Kesi ikaanzia hapo. Kwa nikavaa gauni, nakumbuka nilikuwa na majirani zangu wenyewe wameacha mlango wao wazi, wameleweka sufuria ya ugali, nikaenda nikanawa miguu, nikapaka na mafuta ya kupikia, nikaenda kusherehekea. Kwa issue mimi na mamangu mkubwa kutokuwa sawa mpaka sasa hivi. Hata nikiwa naongea naye, mimi napenda kuongea naye, lakini kuna ile tayari huyu hayupo sawa na mimi. Yaani hayupo sawa na mimi. Kwa hiyo nakuwa najishtukia. Nakuwa najishtukia. Issue imeanzia hapo. Mpaka mambo mengine yote, mambo mengine mengi, yani mambo yalitokea mengi na mengine mimi binafsi siwezi nikajua kama ni ya kweli. Lakini nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja alimkuta ndugu yangu ameenda kununua sumu ya panya. Akamwambia unapeleka wapi? Akamwambia mama kanituma nikamwekee Queen. Ile issue ikamfikia baba. Mimi nilikuwa sijui. Ile issue ikamfikia. Sijui alikuwa ameongea kwa utani ama ni kwa ukweli, mimi sijui. Issue ikamfikia baba. Ndio matatizo yani matatizo akaje matatizo. Mpaka ikafika sehemu sasa mimi nikani mtu ambaye naambiwa chagua unataka kwenda wapi. Yaani sio kwamba hapa so yani uende ukakae kwa nani labda utaishi vizuri. Yaani sio kwamba hii ndio sehemu yako ambayo utaishi miaka yote. Chagua sasa hivi unataka ukakae wapi. Kwa nimekaa pale kwa baba kabla hata sijaenda Tunduma sasa. Nikakaa kwa baba, kuna mama fulani kwa gani ni rafiki yake mama yangu mimi. Walikuwa wote wanauza kuku, wote wanauza sijui mitumba. Akajaga akaniambia mwambie baba yako uje ukae kwangu kwa sababu alikuwa na rafiki na baba. Nikamwambia baba mimi nataka nikae kwa mama mkubwa fulani. Akaniambia haina shida. Pale nilikuwa nakaa vizuri kana kwamba mpaka nikaa na hisi au ndo mama.
Yaani nilikuwa naishi vizuri, hanitengi, nilikuwa najikojolea sawa, lakini alikuwa hanitengi. Nalala naye chumbani na usiku ananiamsha nenda kukojoa. Okay. Unaelewa? Sasa ulikuwa rafiki wao. Yaani nilikuwa naishi naye vizuri. Sasa naweza nikafanya kosa, najua kabisa hili ni kosa. Labda nimeunguza mboga. Muda mwingine najisahau, nacheza ile sijui midako sijui kete mpaka mboga inaungua, mpaka sufuria linawaka moto. Unajua? Kwa sababu tayari nilikuwa nishaishi sehemu. Sasa hapa sasa hivi niko huru. Huyu mama haizi hata kanifokea, ananipenda, haizi kanifokea za kafanya. Kwa hiyo nikaa najisahau. Nimekaa pale, nilikuwa nakaa vizuri, uongo mbaya. Nilikuwa nakaa vizuri. Kwa hiyo mpaka ikatokea sababu mimi nimeenda Tunduma nimeenda Mafinga nimerudi tena Usangu. Ndio nikakaa Usangu kama miezi 6. Kwa sababu Usangu nilirudi kwa baba ili nipate hela ya kurudi shule. Okay. Lakini ikawa tofauti sasa. Nikaenda kule nikakaa nikafanya utundu kama unavyojua mtoto wa kike ukianza kukua. Alafu kule sasa nikakuta wenzangu wote wameolewa. Wenzangu wote wameolewa. Kwa hiyo nikaona huyu hajaolewa mpaka sasa hivi sio nini. Lakini mimi sikuwa na akili ya kuolewa bado. Bado sikuwa na akili ya kuolewa. Kwa hiyo nikakaa pale kama miezi 6 nikarudi Tunduma nikaona huko siwezi nikakaa kwa sababu Tunduma nakumbuka nilirudi Tunduma shangazi yangu akawa ana mashamba mbali huko. Kwa hiyo ikawa unatoka labda kila ndani ya mwezi mmoja unatoka mara 2 mnaenda mashambani. Na kwa mashambani ni mbali. Okay. Kuna tisha, hakuna nyumba za watu. Yaani kuna vitu mpaka nikiviongea nahisi kama labda nilikuwa naota unafanya. Unaenda shambani mbali, kuna tisha, alafu mnazunguka usiku na ukiangalia mtoto akiko anakuwa peke yako. Hapo labda uko na wajomba zako wawili, mtoto akiko uko peke yako. Kwa hiyo yani nikaona sitoweza. Na uzuri sasa nilikuwa kwenye kipindi ambacho naweza nikamwambia baba huko sio kuzuri, baba ananielewa. Kwa hiyo nikamwambia baba mimi nataka nirudi huko nimeshindwa kukaa. Kaambia haina shida, rudi. Nilivyorudi ndo nikakaa pale. Nilivyorudi sikukaa tena pale nyumbani kwa sababu tulikuwa hatuko sawa. Ikabidi nikae kwa rafiki yake baba. Nikakaa kwa rafiki yake baba, nikaa naye vizuri, kuna watoto pale nikawa nao. Nikawa kama nawalea wale watoto. Okay. Nikawa kama nawalea. Yule mama alivyoona naishi vizuri na watoto wake. Watoto wake walikuwa wametoka likizo kwa Wakinga Makete. Wametoka likizo wamekuja huko. Wamekuja kumalizia likizo kule. Ikabidi sasa muda ambao likizo imeisha niondoke nao niende nao huko Makete. Okay. Kwa nimefika Makete nikaa nao vizuri. Mungu akinipa uzima kusema kweli nitatafuta hela niende kwa ajili yao. Okay. Nikaa nao vizuri, ni watoto ambao nilikuwa nawapenda na wananipenda, nimewabadilisha. Mimi kitu ambacho ninacho naweza kumbadilisha mtoto, sijui ana kiburi sijui nini. Nikafanya akawa sawa kabisa na akanyoka. Kwa hiyo vile walivyoona naweza kukaa na watoto vile wana viburi sijui nini na wanyoosha vizuri, siwapigi lakini akanao vizuri, wakawa ngoja niende nao. Kwa hiyo nimekaa kule kama miezi 4 sijui. Nakumbuka nilipata safari moja tu ya kurudi Mafinga. Nikaenda nikamsalimia bibi afu nikarudi. Nilivyorudi nikakuta watoto wale ambao nilikuwa nakaa nao, shangazi yao wamekuja. Alafu shangazi yao sasa akakuta watoto wanajifulia. Watoto wanatandika vitanda asubuhi, wanaosha vyombo. Yeye akaona kama mimi nafanyaje? Ninawatesa. Akata watoto nimeacha ambao walikuwa wanapenda, wanaenjoy yani. Okay. Tunaenda kufua na dakwini, tunaenda kuosha vyombo na dakwini. Kwa hiyo akawa yani shambani sijui wapi yani akawa anapenda. Lakini akafika pale shangazi yake akampigia simu baba yake akamwambia mtoto, kulikuwa na mtoto wa kike mmoja. Akamwambia ni mtoto anajiandaa asubuhi shule peke yake. Sio na nini? Wakati ambao mimi nilikuwa nikiamka hivi asubuhi naambia chukua viatu hivyo, anavivaa mwenyewe. Hapo umekosea hapo umevaa vizuri. Chukua sketi hiyo, chukua nini ile mpaka naenda shule na kuwa smart. Nimemwelekeza yeye mimi mwenyewe kavaa kaenda shule. Kwa maana hata kama siku mimi sipo, anaweza kwamba hiki kinaanzia hapa mpaka anafika shule. Kwa nimefika nikakuta tena watoto washabadilishwa akili na shangazi yao. Kwa nikati na ashindwa kuwa control. Kwamba fanyeni hiki, dada mimi naenda kumwambia shangazi sio na nini. Nikaona stories. Mimi malengo yangu ilikuwa ni kwamba watoto hao wanaweza hata kujisimamia kama mimi sipo. Na walikuwa wanaweza lakini tayari washaribiwa akili. Mtoto akili yani akili ya mtoto ishaminishwa kwamba huyu alikuwa anakutesa. Na nilikuwa naishi naye vizuri. Kwa nikaona hapa tena kichwa kwangu kinanishikalisha hapa sana ni watoto. Sina biashara huko. Sina ndugu huko. Sina mashamba. Nakaa kufanya nini? Ikabidi tu nimwambie baba, mimi nataka niende kwa baba mkubwa fulani huko ndani kwa baba wangu mkubwa. Okay. Nataka niende kwa baba mkubwa fulani. Na baba mkubwa na kipindi kati imetokeo misekeseke pale nyumbani, nikaambiwaga chagua uende kwa nani. Baba wangu mkubwa akaniambia ukichagua popote chagua urudi kwangu.
kwa sababu alikuwa na uhakika wa kunilea vizuri. Yeah. Kwa siku hiyo nikamwambia nataka niende kwa baba mkubwa. Akaambia afu babako mkubwa anakupenda sana, anakutaka uende siku zote. Nikamwambia yeye nataka niende. Akaambia basi subiri, baba mkubwa ni dereva. Subiri kutoka Kongo atakupitia. Kwa akatoka Kongo kama wiki sijui mbele, akawa amekuja akanifuata, ndo nikaja kuanza maisha Dar. Na nikasema kabisa Dar ndo sehemu yangu ya mwisho mimi ambayo nitakaa, nitatulia, nitafanya maisha na nitajitegemea mimi kama mimi. Okay. Kwa ndo mpaka sasa hivi niko hapa. Mungu ni mwema. Kwa kweli kakuvusha mbali. Kanivusha mbali kweli. Kanivusha mbali kweli. Mpaka nimefika hapa. Mimi nashukuru tu Mungu. Japokuwa sasa hivi inanipa yani kuna muda nakuwa najiona kama mnyonge kwa sababu mimi natamani kuongea na ndugu vizuri. Alafu nikitafakari ndugu ambao nimekaa nao asilimia kubwa sijawahi kuishi nao kwenye uzuri ambao mimi ninautamani. Kwa hata ile kukaa ndani naweza nikakaa ndani peke yangu labda kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka kesho. Siku zote ambazo kwa nipigia simu mimi nilikuwa ndani. Labda nikitoka nimeenda gym, nimerudi au nimeenda hivi kuna sehemu wanaenda kujifunza baadhi ya vitu, narudi basi. Okay. Yeah. Kwa hiyo hujazoea kuwa company mara nyingi. Na mambo ya dancing yalianza? Mimi imeanza nilipofika Dar. Na baba mkubwa alisupport. Wewe. Nilipofika Dar, babangu mkubwa alinilipia ada ya QT. Okay. Nikanasoma QT. Kama unavyojua ni kila sehemu lazima kuna changamoto tu. Lazima kuna lazima sijui ni kwa nini mimi maisha yangu yamekuwa hivyo, kila sehemu lazima nipate kipingamizi. Kwa hiyo nikafika hapa Dar nikanasoma QT mwaka wa kwanza nikafaulu kwenda PC. QT unajua form 1 na form 2, PC form 3 na form 4. Hasa nilivyofaulu babangu alikuwa na mwanamke ambaye ashaachana naye, babangu mkubwa. Mwanamke ambaye ashaachana naye lakini bado alikuwa anakuja nyumbani kwa ajili ya watoto. Anakuja nao kila Jumapili, anakuja nyumbani hivyo. Kwa akani mtu ambaye ananifuatilia sana. Kuliko hata baba sasa. Okay. Yeye akanifuatilia sana. Kwanza akawa anaongea hata maneno mengine. Wewe ukija kuolewa siji itakuwaje? Mimi nisikufiche. Mimi sehemu zozote ambazo nimeishi sio kwa babangu. Japokuwa ambaye akanitapikia hivyo sio babangu. Babangu, sijui bibi yangu, sijui. Karibia sehemu zote ambazo nimeishi. Mwambie wewe sidhani kama nitapokea mahali yako. Kwa nini? Sijui, hilo swala mimi mwenzako sijui. Sijui kama nitapokea mahali yako. Sijui. Ndio mimi kuna muda nikiwaza hata kuwa na mtoto. Nawaza afuna. Acha tu. Nikaa hivi maana hata kama nikija kusema leo sasa hivi napata mtoto, najua mtu ambaye nitakuwa naye kwenye mahusiano atakuwa na uhitaji sana wa mtoto ambaye huyu mimi mtoto mtoto ni lazima atamlea hata nisipokuwepo, na sio yeye tu, hata ndugu zake. Kwa hiyo hivyo akawa anatamkia maneno kama hayo, maneno ya kunikatisha tamaa sana. Maneno kwamba wewe sio sasa mimi mpaka nikajiona kwani mimi ni mtu wa namna gani? Na makosa gani? Na makosa gani? Na ukiangalia mama ana watoto wa kike na ana mtoto wa kike mwingine mpaka tumelingana. Aka anaongea hivyo kama anavyoambia, anaongea vitu vya vitu ambavyo ni vya laana hivyo. Lakini mimi sasa nikanamsikiza sana babangu mkubwa. Babangu mkubwa hataka kabisa mimi nicheze. Anambia hizo kazi za kimalaya sijui na nini. Mimi wakati naanza kudansi nakumbuka nilianzia kudansi kwanza kanisani. Kanisani, baada hapo nikapata kundi la maharusi nikanacheza. Hata kiongozi alikuwa akitaka kunitongoza, naambia nyinyi ndio mnafanya mpaka wazazi wetu wanaona kama sisi wa malaya. Kwa sababu kila mtu atakaye kwenye kikundi lazima mtongoze. Sitakiwi kufanya hivyo. Kwa hiyo ikaga hivyo. Kwa hiyo mimi nikaishi kwenye misingi ambayo babangu mkubwa ndio hataki nifanye hii kazi, lakini yeye kitu kikubwa ambacho hakitaki ni nini? Ni umalaya. Mimi sitofanya umalaya. Mimi nitacheza. Kwa hiyo nikaenda nacheza hivyo, narudi usiku, ikawa shida sana kwa baba mkubwa. Ikawaga shida sana, muda mwingine akaniambia au nikurudishe Mbeya. Unataka kuishi hapa vizuri? Nikamwambia hamna, usirudishe Mbeya. Mimi huko nitaka mimi ndio nataka hapa Dar. Nifanikishe ndoto zangu. Nitafute maisha yangu hapa. Kwa hiyo nikisema nirudi tena kule, utanirudisha sehemu ambayo nitafeli, nitashindwa. Kwanza nitaenda kuolewa. Na nitolewa ndoa ambayo mimi sasa hata sijaitarajia. Hivyo tukanaishi hivyo, kigumu hivyo. Muda mwingine unarudi nyumbani mlango unakuta umefungwa usiku, unalala jikoni. Kwa hiyo mimi nikaona sawa tu. Kwa sababu ndio hawapendi nirudi usiku. Mimi
kitu ambacho mimi nakiona nakifanya sawa na najua kabisa hiki hakina matatizo, uweze ukanizuia. Kwa sababu tayari mimi najua mimi hakuna uchafu wote ambao naufanya, hakuna changamoto ambayo nitaizalisha kutokana na kitu ambacho ninakifanya. Kwa hiyo hata ufanye kitu gani, sijui unaambia kitu gani, mimi nakuangalia, lakini mimi nafuata kile kitu ambacho wewe ukitaki, lakini ninachokifanya mimi kiko sahihi. Kwa hiyo tukaa hivyo, tumeenda dakika na shangaa, ngoja nimsikilize kwanza, labda pia ananikatalia, kuna vitu anaviona, ngoja nimsikilize. Nikaa nimeacha kufanya ile kazi, nikawa nauza sambusa. Nilikuwa natengeneza sambusa nyumbani, nauza sambusa. Lakini sasa maisha yakawa magumu. Babangu mkubwa tayari akawa yuko Kongo hivyo. Kazuiliwa, wasio kupata changamoto gani. Kwa hata uwezo wa kutuma hela akawa hana. Pale nyumbani kuna mimi, kuna dada, kuna sister. Hatuna hela. Afu kipindi kwetu walikuwa wanafunzi. Hatuna hela. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajiongeza sio labda nikatafute kazi huko, hamna. Kwa mimi nikumbuka nilipata sijui kama 3000. Nikaanza kupika sambusa hivyo. Kwa hiyo zile sambusa ambazo nitauza jioni, usiku ndio hela mboga tunatumia. Kwa hiyo nikaona tena hapa nitachezea. Nitakaa tu hapa, mwisho wa siku nitaanza kufanya kazi gani ambayo itaniingizia hela, nitashindwa. Sikurudi kwanza kwenye dance, nikaanza kufanya kazi viwandani. Kuomba kazi viwandani. Nikaanza kutafuta kazi. Nakumbuka naenda pale, kuna kiwanda cha sabuni kiko pale garage kama unakijua. Wananchi sijui. Nikaenda pale nikamwambia basi kazi umepata, ila hakikisha uwe una kadi ya NMB, au kama hauna tafuta kadi ya mtu yote tu ambayo unaweza kuingizia hela. Nikamwambia sana. Nikarudi nyumbani, nakumbuka baba alikuwa amepanikiwa amerudi. Nikamwambia baba, nilikuwa naomba kama una kadi ya NMB. Ya nini? Nipata kazi kiwandani, nataka niwe nafanyaje? Niwe na kwanza nilimwambia kaka, kuna ile kadi ya NMB ipo? Akaniambia ipo. Ya nini? Nikamwambia kuna kazi nimepata, kwa nataka wao niingizie huko mshahara. Nikamwambia subiri nini, hatukuelewana. Jioni nakumbuka usiku nikaambiwa jioni utakuja kazini kwa ajili ya kusaini sijui na nini, afu kesho ndo utaanza kazi. Kwa muda wa kusaini ile nikachelewa. Nikarudi nikakuta nyumbani baba anapika. Mimi nikuta mzee wangu hata anaosha vyombo, na Mungu wangu. Umeisha. Nakuta anapika. Nikaingia jikoni, baba shikamoo. Ulikuwa wapi? Nikamwambia nilikuwa nimeenda kutafuta kazi, nimepata kazi kiwandani. Nikamwambia ufanye kazi kiwandani. Kwa nini unafanya kazi kiwandani? Nikamwambia kwa sababu ndo kazi ambayo nimepata, afu umeniambia nisifanye kazi ya dance, kwa nini ngoja nishikize kwanza huku? Hapana. Usifanye hiyo kazi. Sasa nikaanza nataka nifanye kitu gani? Nikaanza baba alikuwa ni mtu ambaye hataki upange. Eti usiende kujitegemea, alikuwa hataki. Na mara nyingi hata kazi alikuwa anataka kutafutie. Sasa mimi nikaa naona dadangu namuona, brother zangu namuona. Tukisubiri wote kwa mzee, tutachelewa. Kwa mimi nikaona sio kweli. Vile aliniambia vile, nikaona kama kazi yake nani hawitaki, haina shida. Nikaenda kutafuta kazi mawasiliano kwenye kile chuo cha sheria, si ni chuo kile. Kipo mawasiliano pale nyuma. Nikaa nafanya kazi kantini pale. Lakini sasa pia nikaa narudi usiku. Yes. Kati na changamoto, mambo yakawa mengi, alafu kuna kama mambo fulani tena akatokea. Rafiki yangu alikuwa anakaa na ndugu zake, akapata changamoto kwa ndugu zake, nikaa naye mimi nyumbani. Kwa sasa nikaa nafanya kazi. Kwa tunarudi vile usiku, wakawa hawapendi. Wakawa hawapendi. Akaja mamangu mdogo usiku, nakumbuka alikuja Jumapili mchana, akatukuta tunaosha vyombo. Hivyo vyombo kumbuka hatujavitumia sisi. Lakini tu ili kuondoa yale maneno. Uje tufanyeje? Tuvioshe, tufanye usafi, yani ili kusiwe na mambo mengi. Tumefanya hivyo, mwenzangu anaingiza vyombo ndani. Mdogo anambia, "Wewe kwani wewe ni nani?" Nikamwambia ni rafiki yangu. "Mbona ana uhuru hivyo anaingia mpaka ndani?" Nikamwambia ni rafiki yangu. Alipata changamoto kwa nikaongea na baba. Baba akaniruhusu akae hapa kwa muda, kwa sababu tunafanya kazi, tumeplan akipata hata kodi ya miezi 2 aondoke. Akaambia anakaa na nani? Nikamwambia alikuwa anakaa na dada yake kule. Kwa dada yake ana chumba kimoja, afu mwanamke wake amekuja. Kwa hiyo ameomba akae huko kwa muda afu atarudi. Akaambia mwambie baadaye, mwambie kesho dada yake anifuate mimi Kimara. Ina dada yake atoke Tabata, amfuate Kimara, akamwambia dada, naomba mwanangu akae kwako. Sisi tukamwambia haina shida. Kwa sababu ilikuwa Jumapili afu kesho ni kazini. Tukatoka jioni, tukaenda kusuka kwa ajili ya kesho. Nilikuwa nasuka kipindi kile kwa ajili ya kesho. Tumeenda, tumerudi, tulichelewa kurudi, tukarudi kama saa 5 kasoro. Tukamkuta mama kalala ndani. Alafu sio kawaida yake kulala ndani. Na wakati huo baba hayupo, ni ndio anataka kuanza safari, hayupo ndani. Nikamwambia tu ndugu yangu, wala usipate mashaka.
Tukachukua mkeka, tukatandika chini, tumelala. Hapo nguo za kazini nimeziweka juu kwamba nikiamka tu asubuhi nichukue kwenye begi niondoke. Hata asubuhi haijafika, kama saa 7 hivi. Nikashangaa mtu ananikanyaga, ananiamsha, wewe amka. Nikaamka. Mimi sikulala kusema kweli. Mimi nikaona swala haliko sawa. Unashindwa kulala. Siwezi kulala. Nikaamka. Vipi? Nilikwambiaje? Nikamwambia mama, ulisema kesho dada aje Kimara. Kwa hiyo kaniambia kesho asubuhi anakuja. Sitaki kumuona rafiki yako ndani. Nikamwambia kwa nini mama sasa hivi usiku? Nikamwambia sitaki kumuona rafiki yako ndani. Nikamwambia sasa hivi ataenda wapi? Saa 8 za usiku, sasa hivi anaenda wapi mtoto watu? Kwa hiyo sitaki kumuona ndugu yako ndani. Nikamwambia ina shida. Wakati huo anaongea dadangu yuko ndani, kakaangu yuko ndani. Maana kama walikuwa ni watu ambao wana uwezo wa kuongea na mama kwamba waache tu alale ataondoka kesho, walikuwa na uwezo lakini hawakuongea chochote. Kwa hiyo mimi nikaamka, nikachukua nguo zangu za kazini, nikasema nitakapoamkia hapo popote nitaamka asubuhi nitaenda kazini. Akaambia kwa nini nguo za kazini? Acha nguo za kazini. Nikachukua tu nguo nikabeba nikakaa nje, nikampigia baba. Nikamwambia baba, mbona mama anatufukuza sasa hivi usiku? Tunaenda wapi? Kawafukuza, anambia yeye. Akamwambia ngoja nimpigie. Rudi ndani. Sasa ndani siwezi kurudi kwa sababu tayari mama yuko ndani. Na ashaniambia sitaki kukuona. Na mimi siwezi nikamwacha mtoto watu akafanyaje? Akaondoka peke yake. Yaani mimi hilo swala siwezi nikaruhusu. Hata uje kwangu usiku uniambie nataka kuondoka kwenye mazingira ambayo mimi siyaelewi, siwezi nikakuruhusu uondoke. Kwa nikamwambia mimi siwezi nikamwacha mtoto watu akaondoka peke yake. Rafiki yangu akaga anajuana na watu wengi, akampigia si ndugu yake gani. Wote sasa ilikuwa ni usiku. Mimi nimelala na shemeji yako. Sima iko hivi, niko hivi. Kwa akaja akampigia mpenzi wake fulani, akaja akampigia. Akamwambia njoo Mikocheni. Na rafiki yangu sasa, akamwambia njoo naye. Kwa mimi nikajua siku ya shemeji huko nitaenda tena vizuri. Nakumbuka tumetoka pale, tumefika Ubungo. Nauli kutoka pale mpaka Mikocheni ni kama 7,000. Rafiki yangu akamwambia bwana mimi sitaki. Mimi sasa tayari nikiwa na tayari hasira ishanipanda. Naambia hebu toa hela tuondoke. Nitakiwa ujijali kwanza wewe, usijali hela. Hela zinatafutwa. Nikamwambia tukatoe 7,000 tukaenda mpaka Mikocheni. Tulifika Mikocheni, kumbe rafiki yake, yule mpenzi wake ana rafiki yake ndani. Kwa hiyo nimefika, ananiambia shemeji mimi nitalala hapo, wewe kalale ndani. Nikamwambia nani kuna nani? Anambia kuna rafiki yangu tu amelala ana shida. Nikamwambia sasa si bora wewe ukalala na rafiki yako. Mimi sisi tukalala hapa kwa sababu mimi kesho naenda kazini. Alafu rafiki yangu sasa alikuwa ni mtu ambaye hajazoea kazi eti hizi spi za kuosha vyombo sijui nini. Alikuwa hajazoea. Kwa alikuwa anapata shida ni mpaka alikuwa anaumwa muda mwingine. Kwa ile issue ile ikafanya mpaka kazini akafukuzwa. Kwa mimi ndo nikani mtu ambaye namkingia kifua. Nikamwambia mimi naondoka asubuhi. Tena sasa hivi saa 10 sijui saa ngapi. Sio muda mimi naondoka. Niache tu nilale hapa sebuleni afu nikiondoka utabaki na mpenzi wako. Hamna shemeji hata haina shida. Mimi nikaona sawa. Mimi na kitu ambacho kwamba wewe nakuja kulala na wewe hautonifanya chochote. Ni hautonifanya chochote. Hata utumie nguvu ya namna gani. Labda uniue ndo uanze kufanya hicho kitu. Yaani hautonifanya chochote. Kwa hiyo nikatoka pale nikamwambia okay, nikalala chumbani. Kawashe AC, yani kana kwamba ni wewe fanya hivyo. Lazima utajifunika blanketi moja na mimi. Lakini nikasema siwezi. Mimi nimekaa makete naamka asubuhi barafu nje nashika maji. Sembuse hii AC. Kwa hiyo nimetulia. Nakumbuka kaka akaanza kujigeuza sijui saa ngapi ile kaanza kujigeuza. Mimi sijalala, mimi siwezi kulala. Nalala na mtu ambaye simjui afu nasinzia kabisa. Kwa nini? Kwa akaamka yule mshikaji. Katoka akaenda bafuni, mimi live namwangalia. Alitoka bafuni karudi kwenye dressing table, kafungua drawer, kachukua kondom, mimi namwangalia. Kaja kitandani. Kaweka chini ya mtu. Nimelala namwangalia, mambo wewe ni nani? Nikamwambia kwani unafanya kuja kuambia kama kuna ugeni. Ndio nyinyi mmefukuzwa. Nikamwambia si pole sana. Imekwaje? Nikamwambia kama alivyokuadisia ndio hivyo hivyo, au atakuadisia kesho asubuhi. Pole sana. Basi sogea huko. Nikamwambia hamna. Mimi hapa niko sawa kabisa. Msijali jifunika. Nikamwambia mimi hapa mbona hapa? Mimi niko sawa kabisa. Sina changamoto yote. Mimi hapa niko sawa. Geukia huko uniadisie vizuri. Nikamwambia kakaangu, mimi mwanzako hapa nimekwambia niko sawa. Kwa nini unataka tuchukue kama ndo udhaifu kwa mfukuzo? Kwa sababu tumefukuzwa. Mimi mwanzako yani sijui mimi bora nife maskini. Ila sio kama sijui ni hela au namna au yani uweze ukanichukulia kwenye namna yoyote. Siwezi nikatumia udhaifu wangu eti kwamba hapa sina basi ngoja nifanye kitu fulani ili nipate.
siwezi. Kwa hiyo naomba kaka akaanza kama anataka kunishikashika. Nikashuka kitandani. Nikamwambia kakangu, kwenye maisha uwezo ukajua nani atakuja kukusaidia baadaye. Kwa kama wewe kwenye maisha yako unaamini hicho unachokifanya ndio kumsaidia mtu, usitegemee kwamba hicho itakuwa ni maisha mazuri. Yaani usitegemee hilo swala. Kama unamsaidia mtu, msaidie mtu kutoka moyoni mwako. Kwamba mimi namsaidia huyu mtu, sifanyi chochote, huo ndo msaada, lakini huo sio msaada. Kwani kuna shida gani? Nikamwambia mtu alikuwa chooni nimekuja na kondom. Kondom ya nini kitandani? Na haupo na mwanamke wako. Hamna dadangu, sio. Nikamwambia kondom si hapo. Hamna, usifikirie vibaya. Nikamwambia lazima nifikirie vibaya kwa sababu umeanza kunishikashika. Mimi sio mwanamke wako, unanishikashika kuna sababu gani? Huo sio msaada. Basi sawa. Nikatoka nikaenda sebuleni. Sebuleni sasa nimekutana wenzangu sasa wapenzi. Wameshalala. Nikanachukua pochi ili niondoke. Rafiki yangu akashtuka, vipi? Nikamwambia mimi nataka niondoke. Kwa nini? Anikutana alia. Nikamwambia kwani vipi? Nikamwambia yani mimi mwenzako napenda mtu ambaye ananisaidia kutoka kwenye moyo wake, sio kwa matamanio yake. Mimi sipendi. Yule kaka ananiambia, vipi Shem? Nikamwambia wewe tayari uko shonga na rafiki yako kwamba wewe huyo rafiki yangu, huyo demu wangu anakuja na rafiki yake. Kwa hiyo utalala na rafiki yake, mimi nitalala na demu. Tayari mko mshaongea hivyo. Mimi sijaongea naye hivyo. Nikamwambia ungekuwa hujaongea naye na kama ungekuwa unaheshimu maana yake ungeongea naye. Ungeacha mimi nilale hapa na ndugu yangu. Wewe ungelala na mwanao. Alafu nyie mngeendelea asubuhi, mna shemeji sio. Nikamwambia wewe bora mimi nikabakwa huko nje niseme nimebakwa. Lakini sio sehemu ambayo eti nakuja kwa ajili ya msaada kusaidiwa, alafu natokea hilo swala. Amna, usiseme hivyo Shem. Nikamwambia mimi siwezi nikaruhusu hicho kitu. Kwa nini nataka kuondoka ile usiku. Anambia basi fresh lala. Kakasirika. Nikalala. Niamka asubuhi, nataka kwenda kazini, rafiki yangu akapigiwa simu baba yake amefariki. Kwa hiyo sikwenda kazini, ikabidi tuende kwenye msiba wa rafiki yake. Na kule kazini sijatoa taarifa yote, kwa akawa tayari washanifuta. Kwa nimeenda msibani, rafiki yangu akawa amesafirisha msiba. Mimi nyumbani kumbuka tayari nishaharibu. Kwa hiyo nikaa na kama siku 2 hivi za kulala nje. Na sikulala nje. Sikulala nje, kuna jirani yangu alikuwa anafanya kazi pale. Yaani ni mtu ambaye ni bodaboda. Kwa alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi pale kama delivery. Akaniambia mbona upo huko? Nikamwambia sielewi nyumbani hakupo sawa, alafu hapa kazini sikutoa taarifa yote kwa nahisi watu nipokea. Nikamwambia si pole sana. Kwa sasa hivi nalala wapi? Nikamwambia sielewi. Hapa nilipo. Na nilikuwa sina mpenzi. Nikamwambia hapa nilipo mimi sielewi, naenda kwa live. Kwa akaniambia basi panda kwenye bodaboda. Kana kwenye bodaboda kanipeleka kwenye kigesti fulani kiko pale Mabibo. Akaambia lala hapa, kesho asubuhi nitakuja kuchukua, kuna kazi ndio kutafutia. Nikamwambia ndio mtu pekee ambaye alinisaidia bila kufanya changamoto yote, wala kutaka bila kunishikashika, bila kufanya chochote. Kwa asubuhi yake nilivyoamka nikaona maisha yatakuwa hivi mpaka lini. Ngoja tu nirudi nyumbani. Nikafika nyumbani nikaomba funguo, maana funguo aliacha kwa mwenye nyumba. Nikaomba funguo, baba mwenye nyumba hakuepo, alikuwa watoto wake. Nikafungua mlango nikaingia ndani. Akaja mwenye nyumba akaniambia, wewe baba yako akasema tusikupe hiyo funguo. Nikamwambia sawa. Nikafunga mlango nikawapa, mimi nikakaa nje. Kwa akashampigia baba simu, baba akaja. Baba akaja ananiambia, wewe umeona ukaolewe, yani umeona ukaolewe ndio hizo siku zote ndani, siku zote 2 hujaja nyumbani kwa sababu ulikuwa kwa mwanaume. Nikawaza hivi, maana yake ile situation baba akuisikiliza kama nimwambia mama katufukuza au ilikuwa vipi? Au mama nilipotoka atamwambia kwamba kuni kaenda kwa wanaume au vipi? Nikashindwa kumuelewa. Mimi nikamwambia mimi siko kwa wanaume. Siku ambapo tumefukuzwa, asubuhi rafiki yangu akapata taarifa ya msiba. Tukaenda msibani. Ile taarifa ambayo namwadisia baba akamwambia mama. Mama akasema, "Kwa hiyo umeenda kusema mimi ndo nimesababisha huo msiba babu yake." Kivipi yani? Yani kivipi yani? Sasa nikauliza mimi yani kivipi yani wewe umesababisha msiba kivipi? Mama ikawa akija nyumbani nikimsalimia, "Mimi sio mama yako." Na mimi kabisa mimi sio mama yako. Yeye anachotaka mimi nimuombe msamaha. Alafu mimi jamani, mimi ni mgumu sana kuomba msamaha kwa Yesu ambao sijakosea. Kwa sababu najua mimi sitaki unafiki. Najua mimi nitakuwa nakunafikia. Najua kabisa nakunafikia. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto mpaka watoto zake walikuwa hata waniheshimu. Walikuwa nita dada akatoka na Queen. Nikamwambia mimi nikamwambia mniti Queen kwa sababu mama yenu hataki nimsalimie. Mimi ni dada yenu. Hata mkiniita Queen mkita sijui nani, bado dada yenu. Anakaa anaangalia hivi. Queen shikamoo. Ndio mimi hata anisalimie. So mama yake akifika, mama na ubora hata angekuwa anaongea labda tukiwa wawili,
anaongea mbele za watoto wake kabisa. Mimi nakwambia usinisalimie, mimi sio mama yako. Ukijua umuhimu wa mama utakuja utaniomba msamaha, utanisalimia. Mambo akaenda, mimi nikawa tu sawa. Kwa sababu nilikuwa na kitu ambacho Mungu pekee ndo anajua. Exactly. Kwa hata nikae eti mama ilikuwa hivi. Tayari ushaweka kwenye akili kwamba mimi kwani wewe siwezi nikakuelewa wewe ni yaani siwezi kukuelewa kwa namna yote. Kwa hata nikae nijielezee tena nimekaa napiga magoti nijielezee. Utataka ruhusa. Akajaga shangazi yangu ambaye nilikuwa nakaa naye Tunduma. Akaja. Akaniambia mimi baba yako ananipigia simu. Anambia mimi nimekulea vibaya. Sasa nawaza. Hata shangazi tu Tunduma, kumbuka mimi nilikuwa nakaa na bibi, wewe ni mtu ambaye ulikuwa unakuja unamwacha mwanao ambaye wewe mtoto pia nikawa nimemlea. Mtoto wa shangazi yangu. Yaani nikawa nimemlea. Nilikuwa nashinda naye mimi, namuogesha mimi, namlisha mimi. Wananiambia nimekulea vibaya sio nini na nini. Mimi namsikiliza. Sasa ikafika tu nikae kwamba mimi nakaa tu kimya, mtakachokiongea chochote mimi napokea kwa sababu shesikoto kujieleza kwa mimi nitakubali tu mtakachokiongea, mtakavoniita mimi nitakubali. Kwa nakumbuka hiyo siku ilikuwa Jumapili, wakaongea bado huyo mama bado anataka kuomba msamaha kwamba amekosea yeye. Wakaongea mimi nikakaa nikaona acha tu nijifanye mjinga. Nakumbuka usiku mimi ndo nilimtumia mama message nikamwambia nataka kuongea na wewe. Akaja. Ngambia naomba nikusindikize, anapoondoka nikamwambia naomba nikusindikize. Nikamsindikiza. Nikamwambia mama, mimi kusema kweli nimekosea. Hivyo unajua unaongea kitu ambacho ni tayari mimi kinaniuma. Na mimi ninavyokuomba hivi msamaha, mimi naumia kwa sababu mimi sijafanya kosa lolote. Mimi sijakukosea. Nikamwambia mama, samahani. Nimekosea sana yani. Kwa naomba unisamehe. Afu ile kuhusu msiba mimi sikuongea hivyo ambavyo mnamaanisha nyie. Mimi nilisema tu siku ambao umetufukuza, kesho yake asubuhi tukapata taarifa ya msiba mwenzetu. Kwa naomba tu unisamehe. Tatizo watoto mnakuwa wabishi hamuelewi. Kwa hiyo ikabidi tu nimwache tu aongee, sasa nimwache tu amalize, lakini mimi nataka tu ile amani irudi. Akamwisha akamwambia haina shida. Kwa hiyo akija nikimsalimia anaitikia. Nikisalimia anaitikia. Kwa okay. Kwa mambo akaenda, nikaa hivyo nafanya kazi za kuungaunga, mara nimeshiza huko, mara nimefanya huko. Nikaja nikasafiri kidogo nikarudi. Nilivyosafiri nilienda Tunduma tena kwa shangazi yangu. Okay. Kule nikawa nauza mgahawa. Okay. Nimeuza mgahawa kama miezi 2-3. Nikaona sio kazi yangu. Inabidi urudi da kupambana. Yaani naona sio kazi yangu. Yaani mimi swala kurudi nyuma mimi wasilipendi. Kwa hiyo nikamwambia shangazi nataka kurudi Tunduma. Nataka kurudi Dar. Nikampigia baba simu, akamwambia ina shida. Nikarudi na Dar, nakumbuka hata nauli ya kunipa shangazi. Kwa sababu aliniambia mpaka apate nauli. Maana yake alikuwa anaweza hata kama miezi 3 asipate nauli. Nakumbuka Dar hata hela kazini nilikuwa sibani. Ni sababu nilikuwa ni mpumbavu. Nikiuza hela tena siku nikiuza mauzo mengi ndo naenda nyumbani ili nisifiwe. Napeleka shangazi nimeuza hivi. Kwa nakumbuka kuna kwenye wale wateja kuna baba fulani anikamwambia mimi nataka nirudi Dar sina nauli, akaniambia nakuchangia nauli. Ndo akanipa hela nauli. Okay. Ndo nikarudi Dar. Na nimerudi Dar hata hela ya kula kwenye gari sina. Okay. Hata shilingi 10 sina. Kwa hiyo nimerudi Dar kaona vyovyote mimi kushinda njaa nishazoea. Nikaona tu vyovyote lakini kubwa nirudi Dar niende na mishe zangu ambazo nilikuwa nataka kuzifanya. Okay. Kwa hiyo niliporudi nikakaa kama miezi fulani hivi haifiki hata 6. Nikapata kazi samaki. Okay. Samaki nikafanya kazi. Nakumbuka nikapata na simu. Nikashutigi challenge ya Oka ilikuwa gani Mbosso na Diamond. Yes. Ya Baby Drama akaiona akapenda yeye. Japokuwa kuna clip nyuma alipenda. Kwa hiyo ile ikawa kama ishamkumbusha kumbe bado yupo kwa hiyo ilipotokea ile nafasi kwamba kwa Diamond kuna tajika dansa mwingine wa kike waongezeka kwa ajili ya kushuti video, akanifikiria, akanipigia simu, nikaenda kufanya mazoezi, nikashuti Oka. Nakumbuka tena siku ya kwanza nenda kushuti, mimi sikutegemea mtu ataniambia, embe huyu akae mbele ana muonekano mzuri. Ndio ilikuwa mara ya kwanza afu nimeambiwa na Diamond mwenye nyimbo kwamba huyu ana muonekano mzuri, nimependa nywele zake, nilikuwa nasuka mabutu. Nilikuwa najitafuta kwenye mabutu, yani kwamba nionekane kwenye mabutu. Kwa akaniambia nimependa muonekano wake, akae hapo mbele. Ndio nikapata nafasi hivyo. Yes. Video ya kwanza msanii mkubwa afu ndio ukawa front. Yeah. Wow.
Kwa ikaenda hivyo, video ikaja ikatoka, nikaonekana nimefanya vizuri na video ikaja ikashinda, sio ni video bora, sio ilikuwa ya mwaka. Ikaja wakashinda. Kwa kuna siku ambao walikuwa wanataka kuongeza madansa kwa Mbosso. Yes, kwa Mbosso. Baby Drama tena akanisuggest mimi. Yule mbona ana muonekano tu, tumwekeni yule. Ndio nikaja nikapata nafasi. Hata anapoambia dada Mbosso nilikuwa sielewi watu, mbona ghafla. Sema Mungu anakubariki, umeshasota sana pia. Mbona ghafla tu jamani. Taisha kwa dada Mbosso, kwa nikafanya kazi sama samaki na kwa Mbosso. Na kwa sababu nilikuwa nataka nafasi sana kwa Mbosso. Nikiona pokimya sana napiga simu. Baby Drama, mbona hata kwenye group hamjaniweka? Kwani kinaendelea? Watakuweka wewe, usijali. Okay. Kwa ndo nikaanza kufanya kazi kwa Mbosso. Na kwenye akili yangu na kwenye moyo wangu nilikuwa nasema kwamba nilikuwa na ile Angel Nyigo mdansa mkubwa wa Zuchu. Kuna nani mwingine alikuwa dansa mkubwa? Frank nani? Kuna madansa hapo. Angel Drama. Nikasema nitahakikisha, sijui ni vipi, lakini nikasema kwenye akili yangu na matamanio yangu natamani mimi niwe dansa mkubwa wa Mbosso. Nasha kumwambia hivyo bosi, akasema ongea kama ulikuwa unapiga maombi yao, ongea. Nikamwambia ni sio kama nilikuwa napiga maombi yao sana, lakini nilikuwa tayari na yani naona kama yeye na naamini kwamba nitakuwa dansa mkubwa. Na sio kuja kuondoka na wimbo wako. Kwa ikawa hivyo tu. Ni vizuri yani, mpaka tunakuja kumuona sasa kwenye bonge la dada. Kwa sasa wewe ambao unaona hii eti Queen tu aliamka asubuhi akabahatisha video moja, sio kaenda kwenye uzinduzi wa EP Mbosso ndo akawa kaondoka na upepo, basi you very wrong. Amepita sehemu nyingi sana, amepitia misukosuko mingi sana. Kwa hiyo hata nafasi aliyokuja kuipata ni Mungu tu aliona sasa nibariki hustle zako, kwa sababu ushapitia vitu vingi. Sasa una kipi cha kumwambia dancer, ama una kipi cha kumwambia mtoto ambaye anakulia kwenye mazingira ambayo ulikulia wewe na ana kipaji ambacho anatamani kuja kufikia sehemu kama wewe ulivyo leo? Kusema kweli, kwa mtoto ambaye anapitia maisha magumu, yani umeona maisha ulioishi, unajua kuna wengine wampoteza wazazi wote, wambaki na ndugu na nini, alafu wanapitishwa kwenye mazingira hayo ambayo umepita wewe, na wanatamani kuja kuwa kama wewe. Mimi nachotaka kusema ni kwamba wamshirikishe Mungu sana. Yani swala la kumshirikisha Mungu, mimi nashukuru hata kama familia zangu hizo zilikuwa bado sio maisha mazuri ambayo nilikuwa naishi, lakini watu ambao walikuwa kila Jumapili lazima tuende kanisani na mnafundishwa kuomba. Kwa hiyo pia nikawezaga kujikabidhi kwenye mikono ya Mungu. Hivyo pia kipaji kama unacho, usikikatie tamaa kwamba, au usikiweke kwenye mfumo kwamba madansa au waigizaji au waimbaji ni wahuni ni wanini. Usikiweke huko. Wewe kipambanie kipaji chako. Ukiwa tayari unamkabidhi Mungu kila kitu. Yani kila hatua unayoipiga unamshirikisha Mungu. Mabaka ataenda tu. Okay, so nafikiri mmesikia jamani. Pia unataka kumwambia shabiki yako? Endelea kunisupport. Shabiki, endelea kunisupport. Endelea kunishika mkono, kwa sababu tupo kwenye kinyang'anyiro jamani kigumu. Kwa jamani tuendelee kusupportiana. Yule ambaye alirequest kusikia story ya Queen, nafikiri utakuwa umeridhika, kwa sababu ni mengi sana ambayo tulikuwa hatuyajui, ama ni kuna maisha mengi sana ambayo tulikuwa hatujawahi kuyasikia, ama upande ambao tulikuwa hatujawahi kusikia wa mrembo wetu, lakini leo umepata kusikia, umepata kujua vitu vingi ambavyo amepitia, lakini upata pia kujua maendeleo yake jamani, au umaarufu wake alikuja ghafla. Ameufanyia kazi na ameusotea pia kapitia vitu vingi. Anyways, hopefully mmeenjoy kama ambavyo mimi pia nimeenjoy episode ya leo, ila sina la ziada. Tukutane after 2 weeks kwenye next episode. Usisahau kusubscribe our YouTube channel, na usisahau pia kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Shout out sana zenda kwa team ya production ambao ni Mayoko, pamoja na uongozi mzima wa Femina Hii, pamoja na Story Yangu Podcast. Hapa namzungumzia story pamoja na Amabilis. Sina la ziada kwa leo jamani. Bye. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.